Na mtazamaji, asante kwa kusalia nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema kwa mwaka fedha 2026 hadi 2027 robo tatu ya bajeti ya serikali itagharamiwa kutokana na mapato ya ndani, ikiwa ni malengo yatokanayo na kukua kwa uchumi wa taifa. Rai Kipingu anatueleza. Akizungumza na wafanyabiashara wa mkoa wa Tanga, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amewataka kuwa mfano katika kuwavutia wawekezaji mbalimbali kutokana na fursa zilizopo ikiwemo uchimbaji wa madini. Kilindi kuna dhahabu, Tanga kuna limestone, Tanga kuna graphite, Tanga kuna ruby, Tanga kuna kila aina ya madini ambayo wachimbaji tunapaswa tuwe sisi. Tumekuja kuzungumza fursa zilizopo Tanga, tumekuja kuzungumzia mashirikiano baina ya wafanyabiashara wa Tanga na serikali ili wote tuweze kuneemeka, tusogee mbele. Na hapa ikielezwa mikakati ya kufikia malengo ya kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa kiwango kilichowekwa. Tungependa wote wale ambao wanasafirisha bidhaa nje ya nchi basi wapitie kwenye portal hii ambao inaziba mianya ya kupoteza pesa za serikali. Tunaomba tupate mwongozo kwamba hii sheria mama inaruhusu negotiate kati ya halmashauri na wafanyabiashara. Transport sector, usafirishaji. Kiukweli ukiangalia dhana ya biashara usafirishaji, asilimia zaidi ya 80 iko kwenye upande wa huduma, wala si biashara yenyewe kwa maana ya kupata faida kihivyo. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki moja kwa wamiliki wa baa na vilabu vya usiku night clubs katika wilaya ya Kinondoni kutekeleza maagizo ya serikali, ikionya kuwa watakaoshindwa kuyazingatia watafungiwa biashara zao na kunyang'anywa leseni. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuongezeka kwa malalamiko ya ukiukwaji wa sheria katika baadhi ya baa, ikiwemo vurugu zinazohusisha mabounsa, biashara ngono na uwepo wa watoto katika maeneo yasiyoruhusiwa. Akizungumza katika kikao kilichokutanisha wamiliki, wawakilishi na wafanyabiashara wa baa na vilabu vya usiku, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amemwagiza mkuu wa wilaya ya Kinondoni kushirikiana na vyombo husika kuhakikisha sheria zinafuatwa bila upendeleo na kusisitiza kuwa wamiliki wote watakaobainika kuendelea kukiuka sheria wachukuliwe hatua kali. Aidha, Mheshimiwa Chalamila amewataka wamiliki wa baa zote zilizowahi kupewa onyo kuhakikisha ndani ya wiki moja wanatekeleza maboresho yaliyotakiwa, yakiwemo kudhibiti kelele katika maeneo ya makazi, kuzuia watoto kuingia katika baa na vilabu vya usiku, pamoja na kuzingatia masharti yote waliopewa. Tupate kumsikiliza. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, moja, mkishirikiana na halmashauri NEMKI, ni kuendelea kufanya operations maalum katika sehemu mbalimbali zikiwemo sehemu hizi ambazo leo tumekaa na wadau hawa. Moja, kuendelea kuangalia maeneo ambayo yanahifadhi wageni ambao wameingia nchini kiholela na pengine kufichama kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Mkuu wa wilaya, kwa sasa katika maeneo yote haya ambayo tunayasema, maeneo nyeti, hatustahili kutoa kibali hata kimoja cha masuala ya mabaa. Mtazamaji, ni taarifa hiyo ndio inayotutamatishia upande wa habari za biashara na uchumi. Bwana mfupi ujao nitarejea hapa kukupasha katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.